Waziri Mkuu mstaafu wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa amemwelezea hayati Rais John Magufuli kuwa ni mtu mkali ambaye hakupenda mzaha katika mambo yake. Alikuwa mchapakazi, mzalendo na alikuwa kiongozi mwenye akili nyingi katika kutekeleza majukumu yake kiufasaha. Waziri Mkuu mstaafu Kassim Majaliwa ameyasema hayo Machi 17 mwaka 2026 katika kijiji cha Mlimani mjini Chato wakati wa kumbukizi ya miaka 5 ya kifo cha aliyekuwa rais wa awamu ya 5 wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli. Amesema uzalendo unajengwa kwa misingi imara ya uwajibikaji, huku akiwataka Watanzania kuiga mambo mazuri yaliyofanywa na kiongozi huyo. Amesema hayati John Pombe Magufuli alikuwa ni mtu mkweli, hakuwa na mzaha katika mambo yake, alikemea maovu, wezi wala rushwa na wabadhirifu wa mali za umma. Tuko hapa kwenye kumbukizi hii, hatuwezi kujitenga na sifa hizi kwa hayati Dr. John Pombe Magufuli. Alikuwa mchapakazi, alikuwa na akili za ndani ya darasa, lakini pia hata nje katika kutekeleza majukumu yake. Alikuwa ni kiongozi mzalendo. Uzalendo unajengwa na uwajibikaji, uaminifu, uadilifu, lakini pia kupenda maendeleo na matokeo ya kazi hizo. Huu ndio uzalendo. Hayati yeye alikuwa ni mtu mkweli, lakini pia alikuwa hana mzaha katika mambo yake na ni mkali. Alikemea maovu, wezi wala rushwa, wabadhirifu wa mali za umma, na yule ambaye hakufuata misingi hii aliachana naye. Huu ndio ulikuwa utaratibu wake. Leo pia tunamkumbuka hayati Dr. John Pombe Magufuli. Sisi ambao tulikuwa karibu naye tuliweza kushuhudia na kunufaika na busara zake na hekima zake katika kuongoza taifa hili, na hasa kutambua rasilimali za nchi na wananchi wenyewe na wanyonge wa kuwepo. Aidha, Majaliwa amesema wamejifunza mengi kutoka kwa hayati Magufuli, ambapo hivi sasa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anatekeleza miradi yote aliyoiacha hayati Magufuli. Hayati Dr. John Pombe Magufuli alikuwa mwalimu pia. Sisi ambao tumekaa kijirani na yeye kwa kipindi kirefu toka anaanza jukumu lake mpaka anatangulia mbele za haki, tulijifunza mengi. Tulikuwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa akiwa makamu wa rais, lakini nilikuwepo pia na mie pia Mheshimiwa Dr. Mwinyi amefanya naye kazi, Rais wa Zanzibar. Tulijifunza mengi kutoka kwake katika kipindi chake, na hii ndio imepelekea mpaka alipotangulia mbele za haki na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuingia madarakani. Kutokana na elimu aliyoipata na kutambua malengo aliyokuwa ameyaweka, imemsaidia na imemwezesha Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kutekeleza miradi yote ya kimkakati iliyoachwa na marehemu. Baba Askofu alipokuja hapa ameeleza vizuri ile miradi ambayo iliachwa, na ile yote tunaendelea kuitumia sasa ni kwa sababu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameitekeleza na anaendelea kutekeleza. Hii ni manufaa ya ualimu ambao ametuachia hayati Dr. John Pombe Magufuli. Leo tukiwa hapa tunatambua
kwamba Watanzania, Wanageita, Wanachato tunajiona kabisa kwamba tumempoteza. Hatunaye. Nataka niwaambie tunaye, yupo kwenye mioyo yetu. Tuendelee kumuenzi kwa mazuri yote aliyoyatenda, iwe ndio heshima yake, na kila mmoja kwa dhehebu lake tuendelee kumwombea ili Mwenyezi Mungu aendelee kumweka mahali pema peponi. Amina. Mama yetu Mama Janet Magufuli, watoto, ndugu na jamaa, tunaendelea kuhakikisha kwamba tuko pamoja na tuendelee kuwa pamoja. Makamu wa Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Philip Mpango amesema kuwa hayati Magufuli alimfundisha kumtegemea Mungu kwenye majukumu yake ya kila siku. Amesema wakati alipougua, hayati Magufuli alimtafutia masista kutoka Karagwe kwa ajili ya kumfanyia maombi. Amesema yeye akiwa waziri wa fedha, hayati Magufuli alimwagiza ukusanyaji wa kodi na asimamie matumizi ya serikali na hakuwa na mchezo katika uongozi wake. Chini ya uongozi wake tulifanya jitihada kubwa kupandisha makusanyo ya kodi. Nilipoingia ofisini tulikuwa tunakusanya kwa mwezi bilioni 850. Ndani ya mwezi mmoja tukafikisha trilioni 1 na bilioni 500. Lakini hiyo haikutosha. Kubwa zaidi, aliniagiza kwamba msimamie matumizi ya serikali. Kwa hiyo yeye hakuwa na mchezo katika hili. Na leo nitasema kuna wakati aliona orodha ya viongozi waliokuwa wanakwenda nje ilikuwa kubwa sana. Sitawasema ni akina nani. Kwa kuwa fedha zilikuwa ni nyingi, nikaona siwezi kufanya maamuzi, nikasema nipate mwongozo wa mkubwa wangu. Aliponiita alikata kuanzia zile siku ambazo hao viongozi walikuwa wanaenda, idadi ya watu waliokuwa wanafuatana naye safari, na aliniambia, sasa nimekuonyesha mfano. Wewe umefanya vizuri kukusanya mapato, sasa unataka kuzigawagawa ovyo, usirudie, koma. Na alisisitiza sana kuelekeza pesa zile kwenye maeneo ambayo yanagusa wananchi. Kumbukizi ya miaka 5 ya kumkumbuka hayati John Pombe Magufuli imehudhuriwa na viongozi mbalimbali, huku Dr. Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akimwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye hakuweza kujumuika nasi leo kutokana na majukumu mengine ya kitaifa yanayomkabili, lakini kwa kuzingatia uzito wa jambo hili ameona ni vema akanituma kumwakilisha katika makumbukizi ya mpendo wetu na kiongozi wetu hayati Dr. John Pombe Magufuli, aliyekuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye alifariki dunia tarehe kama ya leo mwaka 2021. Mheshimiwa Rais amenituma niwahakikishie kuwa japo hayupo nasi kimwili, yupo pamoja nasi kiroho, na kwamba serikali anayoiongoza itaendelea kumwenzi Dr. John Pombe Magufuli na kuendeleza urithi wake. Omba pia kama amekwisha fanyika mteule miongoni mwa wana wa Mungu watakatifu, aweze kutuombea pia. Aombee nchi yetu, aombee kila mmoja wetu, aombee mipango yetu, aombee matamanio yetu, aombee nia zetu kama watoto wa Tanzania. Lakini zaidi basi sisi tunakuja hapa kuchota pia hekima na heshima za kazi zake nzuri ambazo zimetukuka katika nchi yetu. Rais John Pombe Magufuli katika mabango hata mlioyafanya hapo hayaachi kutaja kazi mbalimbali alizozifanya. Pamoja na kuwa rais, hakuchoka kuwaza na kuhangaika kwa ajili ya uzuri wa Tanzania. Amejenga madaraja na ametuachia kumbukumbu ya kudumu ya daraja ambalo tumelipa jina lake, daraja la Busisi, daraja la Rais John Pombe Magufuli. Hilo ni mojawapo. Lakini mabwawa, hilo la Nyerere,
miradi hiyo ya treni iendayo kasi, meli kubwa ya MV Mwanza ambayo itakuwa kiunganishi kwa upande wa Afrika Mashariki, na kazi nyingine nyingi. Hizi zinatufanya tuje hapa kwa kweli kwa kujivuna na kwa kipaumbele, tukizolea kazi hizo njema mbele ya Mwenyezi Mungu na kumwambia asante kwa ajili ya kutupa zawadi ya mtoto kijana wa Tanzania ambaye katika kuishi na kutenda kwake kama rais hakuacha kutenda na kuleta mazuri katika nchi yetu. Mheshimiwa Magufuli alitufundisha mengi, wengi tunayaishi na tunaendelea kumuenzi na tunaendelea kumwombea Mwenyezi Mungu aendelee kumpa pumziko la milele mbinguni. Ninaamini kabisa kwamba aliko analiombea taifa letu la Tanzania. GMTV Chato. Asante.